Nuru ya asubuhi. Hadi mwisho nitaamini. Tena asubuhi ya leo katika kipindi chetu hiki adhimu cha Nuru ya Asubuhi, kipindi kinachokupa fursa ya kuanza siku yako pamoja na Bwana. Aliye pamoja nawe tena asubuhi ya leo si mwingine ni mchungaji mhandisi Ray Sengenge, mchungaji kiongozi wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, Dar es Salaam International Church. Ninaomba tufungue kwa maombi. Baba yetu na Mungu wetu, wewe ni Mungu mwema unayetupa neema ya kuiona siku kama hivi leo. Tunapoingia katika wakati mzuri wa kulitafakari neno lako, uwe pamoja nasi, uzungumze na mioyo yetu na maisha yetu katika jina la Yesu. Amen. Kwa wale ambao walikuwa pamoja nami jana asubuhi, utakumbuka tulizungumza juu ya tafakari ya kutembea na Yesu hatua kwa hatua. Yawezekana jana hukupata neema ya kuwa nasi. Tulisoma kutoka katika kitabu cha Zaburi, mlango wa 119 mstari wa 105 unaosema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Jana tulizungumza sana kuhusu sehemu ya kwanza inayosema neno lako ni taa ya miguu yangu. Taa inayosemwa pale ni taa ndogo walizokuwa wanatumia Wayahudi wakati ule, ambazo zilikuwa ni mfano wa vibatari ambavyo tunavitumia katika utamaduni wetu, au labda useme mshumaa. Kwa hiyo ni taa iliyoweza kumpa mtu nuru au mwanga pale alipokuwa akikanyaga, hasa ili asije akakanyaga mahali pabaya au akajikwaa. Na kwa hiyo jana tulisema kutembea na Yesu hatua kwa hatua, neno lake linatusaidia katika mioyo yetu, kutuonyesha kila hatua tunayopiga kwamba ni ya uhakika na tunaweza kutembea pasipo kujihatarisha. Tukasema katika maisha yetu mara nyingi wanadamu tunatamani kuona mbele sana au mambo mengi kule tunakoelekea, lakini ni vema tukajua kwamba Mungu anatupa fursa ya kutembea nasi hatua kwa hatua ili tuweze kujenga mahusiano pamoja naye. Sasa siku hii ya leo, asubuhi hii, tutaona sehemu ya pili ya mstari ule ambayo inasema, na mwanga wa njia yangu. Katika neno hili, kama tulivyokuwa tumezungumza jana juu ya nuru ya miguu yangu, leo neno la Mungu linatupa upeo mpana zaidi na kutukumbusha kwamba Mungu sio Mungu tu anayeangalia hatua yetu ya leo, lakini anajali pia kuhusu mustakabali wetu. Na kwa hiyo si tu anatusaidia kujua tunapokanyaga, lakini anatusaidia kuona mwelekeo tunaokwenda. Sasa hili lisifanye ufikiri kwamba bado Mungu atakuonyesha kila kitu. Hapana. Wakati Musa alipoondoka kukimbia kwa Farao kwenda Midiani, katika mawazo yake yawezekana hakuwaza kabisa kurudi Misri. Yawezekana alikuwa anaona ni mwisho wa njia yake, na alikuwa hakuona mpango uliokuwa mbele wa Mungu. Lakini ingawa ilichukua miaka 40 kwa yeye kuwa katika nchi la Midiani, akiwa ameshushwa kutoka ikulu katika mambo ya fahari, chakula cha uhakika na heshima katika jamii, akajikuta yuko Midiani akichunga kondoo ambao wala sio wake. Kwa alijikuta akiwa ni mtumishi wa chini kabisa, lakini kumbe ilikuwa ni njia ambayo Mungu alikuwa amemwekea. Kwa hiyo tunaposema njia, neno la Mungu linaposema njia, kimsingi
linazungumzia mustakabali wa maisha ya mtu. Sisi tunapotembea katika safari ya maisha, kuna mahali tunakwenda, na kwa hiyo Mungu anatusaidia. Ingawa tunasema hauwezi kuona kila kitu, lakini unaweza ukaiona ile njia. Na kwa hiyo mwanga huu unaosemwa ni mwanga kama kurunzi, kama tochi, ni illumination ambayo inakuwezesha kuona njia unayoiendea. Kwa hiyo Mungu hatupi tu hatua, anatupa na mwelekeo pia. Katika maisha, kujua mwelekeo ni jambo muhimu sana, kwa sababu pasipo mwelekeo maisha yanachosha. Unaweza asubuhi ya leo unapokaa na kutafakari maisha yako na kuona unapokanyaga uko mahali pazuri panapokupa uhakika, lakini kama huwezi kuona unakoelekea, bado unaweza ukapatwa na mfadhaiko na kuona kwamba maisha yanachanganya, kwa sababu ile frustration ya kuto kujua unaelekea wapi. Lakini Mungu mwaminifu haachi maisha yetu bila kutupa direction. Anatuonyesha kule tunako kwenda. Sasa nuru hii inayotupa mwelekeo ndio mtunga Zaburi anasema, mwanga katika njia yangu. Ningelipenda katika kutafakari asubuhi ya leo tumtafakari kijana Yusufu katika maisha yake. Yusufu alikuwa na maono aliyoyaona, maana yake alikuwa na ndoto alizokuwa ameona juu ya mustakabali wa maisha yake, na tunakumbuka vizuri kwamba aliziamini ndoto zake, akashirikisha ndugu zake, akashirikisha wazazi wake, na kwa kweli kwa jinsi alivyokuwa anaizungumza ndoto zake kwa uhakika, hata baba yake akamuuliza, we mtoto, una maana kwamba sisi siku moja tutakuwa tunakusujudia wewe utakuwa mkuu katikati yetu? Na jambo lile likamfanya mzee Yakobo kufikiri sana, lakini kwa ndugu za Yusufu likajenga chuki. Yawezekana Yusufu alipotumbukizwa kwenye shimo, naye pia aliona, mbona kama ni mwisho wa njia yangu. Alipouzwa kwenda Misri, labda aliona sasa nimefikia mwisho. Lakini kuna jambo moja linalonipa mimi kuwaza, kwamba Yusufu, pamoja na kwamba alikuwa hajui nini kitatokea kesho, kwa sababu bado alikuwa anatembea katika maisha yake hatua kwa hatua, lakini ninashawishika kuamini kwamba Yusufu aliiona njia yake. Mtu anayeweza kuona njia na mwelekeo wake, na hasa anapojua kwamba Mungu yupo katika safari yake, yaani yeye ni mtu wa kusudi la Bwana, hakati tamaa, kwa sababu Mungu anakuwa amemwonyesha njia yake. Ni muhimu sana kuona njia, ni muhimu sana kuona mwelekeo kule unakokwenda. Na asubuhi ya leo nataka kusema kupitia katika tafakari ya neno la Mungu, kwamba nakutia moyo kwamba kaa, omba, fikiri, ili Bwana akupe ndoto. Ninaamini wengi mnaonisikiliza mnazo ndoto. Hiyo ndio njia yenu, kama vile tunavyosoma kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia yako umkiri yeye, na yeye atayanyoosha mapito yako. Kwa hiyo unaona kwamba mtunga Zaburi hata katika mistari hiyo tuliyosoma ana mwelekeo wa kuangalia maisha kama njia. Na kwa hiyo nikutie moyo sana, kwa sababu hata unapokaa na kuwaza na kuomba, unagundua kwamba kuna mambo ya leo katika maana ya hatua yako unayotembea
kila asubuhi, hatua ile ulionayo leo, mipango ulionayo leo, labda na kesho. Kuna mikutano, kuna vikao, kuna fursa na mambo mengine kama hayo. Unajipanga kwa hivyo, lakini ni vema sana kuomba Mungu aweke katika moyo wako mstakabali mpana zaidi. Najua sawasawa na neno tunalo tafakari asubuhi ya leo kwamba huwezi kuona mbali sana, lakini unapokuwa na Bwana, anapokuangazia, anapoweka mwanga katika njia yako, unakuwa mtu wa kutumaini na huwezi kuwa mtu wa kukata tamaa. Asubuhi ya leo tutakapokuwa tukiomba, nitakuombea sana kwa ajili ya jambo hilo, maana ni jambo la muhimu sana. Yusufu alipofika Misri, alipokwenda nyumbani kwa Potifa, maisha yake yanaonyesha kwamba ni mtu aliyemtumaini Mungu. Hakuyaweka maisha yake mahali ambapo anaweza kupoteza kusudi ambalo Mungu amemuitia. Na kwa hiyo tunaona kwamba katika nyumba ile aliyokuwa amekabidhiwa biashara za bwana wake, alifanya kwa uaminifu sana. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu hakuwa anafanya kwa mtu ambaye alikuwa anamtazama kama mtumwa. Yeye alifanya kazi yake kwa Bwana, na hilo ndilo ambalo linakuwa ni faida kubwa sana kwa mtu unapokuwa unaona njia unayoiendea. Na kutia moyo asubuhi ya leo, yale mambo yanayokuja unapopiga hatua moja baada ya nyingine, majaribu yanayoinuka mbele zako kutaka kukuvunja moyo, vishawishi vinavyopita mbele zako kutaka kukuondoa katika kusudi, usiviruhusu. Angalia njia Mungu aliyokuwekea, na ujue kwamba hatua ya leo na hatua ya kesho inaendelea kukusogeza katika destiny yako, yaani katika mustakabali ambao Mungu amekukusudia. Yusufu hakufanya kwa uaminifu katika habari ya biashara alizokabidhiwa peke yake, lakini hata katika maadili yake. Nakumbuka katika neno la Mungu kwamba alijaribiwa na mke wa bwana wake, akataka zini naye. Lakini Yusufu, kilichomrudisha nyuma sio tu kwa sababu alikuwa si mkewe na angeliogopa matatizo, lakini ni kwa sababu alikuwa hakutaka kukosana na Mungu wake, ambaye ndiye aliyekuwa anajua njia yake, ndiye aliyekuwa anajua mwisho wa njia yake. Ingawa Yusufu alikuwa hajui, lakini unapotembea na Bwana unasema, anajua hatua zangu, lakini anaijua na njia yangu. Unapomkabidhi unakuwa na wakati mzuri na amani, kwa sababu unajua yeye ambaye umemkabidhi njia zako ni mwaminifu, atasimama na atafanya sawasawa na lile alilokusudia. Kwa hiyo Yusufu akakataa. Yule mama akataka kumbaka Yusufu, akamwachia koti kwa sababu alilinda utakatifu wake. Kutembea katika njia ya uaminifu na katika njia ya utakatifu ni jambo ambalo linaathiriwa sana na njia unayoiona mbele zako. Inawezekana asubuhi ya leo tunapotafakari maneno haya umefika mahali pa kukata tamaa, kwa sababu unapoangalia hatua zako unaona kama vile hufanyi progress. Kila wakati unapojaribu kufanya kwa juhudi, unapojibidisha, unapoomba, huoni kule unakokwenda. Asubuhi hii na kutia moyo, usiangalie hatua zako. Asubuhi hii hebu tuangalie jambo hili kubwa sana Mungu anaonena nasi kupitia kwa mtunga Zaburi, kwamba yeye ni nuru ya miguu yetu, lakini haishii hapo, pia ni mwanga katika njia yetu. Yusufu akapelekwa gerezani, na gerezani akastawi, kwa sababu hata kule alijua kwamba mkono wa Mungu wake uko pamoja naye, na kwa hiyo hakukata tamaa. Gerezani sio mahali pazuri,
Ninafanya huduma kwenye magereza na kwenda nazungumza na wafungwa. Wakati mwingine wana hadithi zinazotia uchungu katika moyo, kwa sababu pale si mahali pazuri. Ni mahali mtu anaponyang'anywa uhuru wake, huwezi kufanya unachokitaka, na wakati mwingine kwa miaka mingi. Yusufu hakujua kwamba anaweza akatoka gerezani lini, lakini moyo wake ulijua na kuona njia yake, na kwa hiyo moyo wake haukufa ndani yake. Aliamini kwamba kwa sababu Mungu amenionyesha njia, kwamba Mungu atanibariki, kwamba Mungu ataniinua, kwamba Mungu atanifanya kuwa mtu mkuu, ninajua siku moja atafanya njia. Katika jaribu lako ulilo nalo, katika gereza unalopitia asubuhi ya leo, katika hali yoyote ile ya kiafya, katika hali ya kiroho, katika hali ya kiuchumi, au katika mahusiano yako, unafika mahali unaona kama umefungwa, huna uwezo wa kufanya ulitakalo au kupata ulipendalo. Jipe moyo mkuu. Bwana aliyekuonyesha njia kwa mwanga wake, yeye ni mwaminifu, atasimama na kukutendea. Na kwa hiyo Yusufu hakukaa gerezani milele, kwa sababu Mungu wa hatima yake alisimama pamoja naye. Siku moja wakaja watu kutoka ikulu, wamehukumiwa, lakini walikuwa mahabusu hawa, wakisubiri hasa hukumu ya mwisho. Na Mungu akampa hekima ya kuweza kutafsiri ndoto. Alipowatafsiria ndoto zao kwa usahihi, yule aliyepona akamwambia, usije ukasahau kunitaja kwa Farao. Sasa unaweza ukaona mtu huyu ambaye ni mtumwa, sio Mwafrika, sio mwenyeji wa Misri, lakini si mtumwa tu, ni mfungwa. Anaomba kwa kujiamini kwamba atajwe mbele za kiongozi wa nchi. Alikuwa anawaza nini? Wakati mwingine, hasa tunapokuwa katika agano hili jipya, na sisi ambao tumemwekea Bwana tumaini letu, tunawaza kwamba wakati ule wa zamani watumishi wa Mungu walikuwa labda wana limitation kuliko tulionao leo. Hapana, wale waliokuwa na Roho Mtakatifu waliweza kumsikia Mungu, na hilo ni jambo la muhimu sana, kuongozwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndiye Bwana ajuaye njia. Tunaposema habari ya kuangaziwa katika njia, tunazungumza habari ya kuweza kusikia maongozi ya Roho Mtakatifu. Kwa asubuhi ya leo, katika maombi tutakapokuwa tukiomba, ninakutia moyo, tembea na Roho Mtakatifu katika siku yako. Zungumza naye, msikilize, mtii, mruhusu akufariji. Neno hili likawekwa katika moyo wa Yusufu kwamba usisahau kunitaja. Lakini wanadamu ni wanadamu, ukiwategemea unaweza ukavunjika moyo. Unaweza ukaona mtu kweli uko na nafasi ya kusaidia, unaweza ukaona mtu ambaye kweli ana uwezo au ana ushawishi, manake influence, na akawa mtu wa karibu, na ukategemea majibu yako yatatoka hapo. Nasema hivi, usimtegemee mwanadamu, endelea kumwangalia Mungu. Mtu yule aliporudi ikulu, Mungu amemtendea. Alitabiriwa na mtumishi wa Mungu, akasahau kwa miaka 2. Wanadamu wanasahau mema uliowatendea, wanasahau jinsi ambavyo wamezungumza na kuahidi. Kwa hiyo usiwatizame wanadamu, jifundishe kutembea na Roho Mtakatifu. Yeye anaposema kitu anamaanisha na ana uwezo wa kukitenda, hasahau. Kwa siku moja
Farao akaota ndoto. Ndoto ile ikamsumbua. Yule ambaye alikuwa ni mnyweshaji wa Farao, mtumishi wake wa karibu, akamwambia, Bwana, kule gerezani ulikotutupa wakati ule, kuna mtumishi wa Mungu ambaye ana uweza wa kutafsiri ndoto. Mpendwa mtu wa Mungu, wakati wako unakuja. Midhali Mungu amekuonyesha njia, simama katika njia hiyo, katika imani hiyo. Mustakabali wako hauamuliwi na wanadamu, wala hautegemei mazingira, wala sio zao la historia yako. Mustakabali wako unapokuwa mtu wa kusudi la Mungu, mtu ambaye mwelekeo wako ni sawa na Mungu alivyokukusudia, mustakabali wako au njia yako itafunguka na utafika Mungu aliko kukusudia. Niseme asubuhi ya leo kwamba taa ya miguu hutupa hatua ya sasa, lakini mwanga wa njia unatupa mwelekeo wa maisha. Kwa hivyo Mungu anafanya mambo mawili kwa wakati mmoja. Anatusaidia kuona hatua zetu, tusianguke, tuweze kuona tunakokwenda, na jambo la pili, anakusaidia usipotee. Mtu anayekwenda mahali fulani, kama haijui njia au haioni njia, ana uwezekano wa kupotea. Asubuhi ya leo, wewe ambaye umekubali kuiangalia njia ya Bwana, huna uwezekano wa kupotea, maana kama safari ingelikuwa ndefu au kukatokea mambo njiani, bado moyo wako utakuwa imara kujua kwamba safari hii ina mwisho mwema. Na kwa hiyo niseme nini? Kwamba unaweza usione mbali kwa undani, lakini kujua unakoelekea ni jambo bora sana, linalotia moyo sana. Hili linatuletea amani ya moyo. Unapojua unapokwenda, unapojua unachotarajia, moyo wako hauogopi. Daudi alitiwa mafuta akiwa kijana mdogo wa miaka 17, na alianza kutawala akiwa ametembea miaka kama 13 katika njia ambayo wengine tungelikata tamaa, tukavunjika moyo kabisa, kwa sababu alikutana na vita kubwa ambayo kibinadamu huwezi kuikabili. Mfalme na askari waliochaguliwa 3,000 walimuandama waangamize roho yake, lakini Daudi alikuwa anajua na alikuwa anaona njia yake. Maana alipotiwa mafuta, alisikia nabii wa Bwana akimwambia kwamba wewe unatiwa mafuta leo kuwa mfalme juu ya watu wa Bwana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuona sio tu hatua tunayopiga, lakini mwelekeo wote. Tunapata uhakika ndani ya mioyo yetu tunapoona mwelekeo, na pia tunapata ujasiri wa kuendelea mbele pasipo mashaka, kwa sababu tunajua Mungu ndiye anayeshikilia karata yetu au kura yetu, na kwa hiyo hatuna mashaka na mwelekeo wetu. Kama ingelikuwa Mungu haonyeshi njia, Abraham angekata tamaa. Lakini Ibrahim, ingawa hakujua, alikuwa anakwenda hatua kwa hatua, lakini kwa sababu alikuwa anajua kwamba Mungu anampeleka wapi na Mungu amemwambia, hakukata tamaa. Na kwa hiyo niseme nini? Kwamba wakati mwingine tunapokaa na kuangalia maisha, tunajiuliza, je, niko katika njia sahihi?
Labda unafanya biashara yako inakwenda vizuri, halafu inafeli, inakwenda vizuri, wengine wanashamiri na wanastawi, wewe na kama unazunguka kwenye mzunguko fulani. Unakwenda ofisi moja ya kazi, unakwenda ofisi nyingine, kama vile hakuna kinachotokea kikubwa. Unaingia kwenye mahusiano hayakai, mwisho unafikiria kwamba labda hata haisaidii kuingia kwenye mahusiano yote. Lakini niseme kwamba wakati unapowaza kama uko katika njia sahihi, au kama maisha yako yako katika mwelekeo sahihi, kumbuka neno la Bwana, kwamba neno lake ni taa ya miguu yako na pia ni mwanga katika njia yako. Unakuwa na amani hata kama huna majibu yote. Unasikia ndani kuwa uko kwenye mapenzi ya Mungu, kwa sababu ndiye aliyekusemesha. Unasonga mbele bila hofu, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Na hata kama huoni mbali, lakini hupotei njia. Asubuhi hii ya leo, omba mwelekeo wa maisha yako. Kama vile unavyoona hatua zako za siku, basi muombe Bwana akupe mwelekeo kwa ajili ya maisha yako. Tambua sauti ya Mungu anapozungumza nawe. Asubuhi ya leo anazungumza nawe kukutia moyo, kuinua moyo wako na kukuambia midhali amekuangazia na unaona njia, usiogope. Yeye anayekuangazia njia ni mwaminifu, atakufikisha katika kusudi lake. Na pia kutembea kwa uaminifu, kama tulivyoona maisha ya Yusufu, ni kitu muhimu, kwa sababu pasipo huyu Mungu tunaweza kupotea katika njia tunayoiendea. Basi tunapokwenda sasa katika maombi, na nitakutia moyo tuombe pamoja, maana wewe unajua yale unayopitia, unajua yale ambayo unatamani kuona Mungu akikufikisha. Na inawezekana kabisa kwamba unapokaa na kuwaza, hatua unaziona, lakini bado njia haijafunguka. Mwambie Bwana akuangazie ili uweze kuona njia unayoiendea. Mimi namshukuru Mungu, sio tu kwa ajili ya hatua, lakini kwa sababu katika ujana wangu wote nimeona njia ya Mungu. Sikujua kila kitu, lakini kila ninavyoendelea unaona mwanga ule unakuonyesha kwamba unakokwenda ni kule, na polepole, hatua kwa hatua, siku kwa siku, unaona mambo yakikaa vizuri. Si kwamba hakuna majaribu, tumepita majaribu mengi, lakini katika hayo, kwa sababu ni watu wa kusudi la Bwana, Bwana ametusaidia katika hayo yote. Kwa hiyo ni kuombe sasa, tuchukue dakika hizi chache zilizobaki tuweze kumwomba Mungu kwa ajili ya mustakabali wetu mwema, tukikabidhi siku yetu, lakini pia tukipanua wigo wetu na kukabidhi safari yetu, na kumwomba Bwana atuangazie katika njia yetu. Tuombe. Mungu Baba yetu, tuko mbele zako asubuhi ya leo, na kushukuru kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye Bwana Mtakatifu ameungana nasi kuweza kusikiliza tafakari ya maneno yako. Na Bwana Mtakatifu, nataka kuamini kwamba amepata moyo katika safari yake, katika yale ambayo Bwana anayapitia siku kwa siku, kwamba si tu hatua, lakini Bwana wewe ni muonyesha njia. Basi Bwana, asubuhi ya leo ninakusihi kwamba Bwana Mtakatifu, kwa ajili ya siku hii ya leo, neema yako Bwana iwe pamoja na kila mmoja wetu. Tembea pamoja na watu wako Bwana katika hatua zao za siku hii ya leo, na Bwana Mtakatifu wape kupata kufanikiwa katika yale wanayoyatamani sawa sawa na mapenzi yako. Nasimama kinyume na hila za Ibilisi, na kila nguvu na kila roho inayosimama kinyume nao
imeshindwa katika jina la Yesu, na neema yako iwachukue hatua nyingine siku hii ya leo katika Bwana yale wanayotazamia kuyafanya, katika Mungu yale wanayotazamia kuyapata, katika Baba Mtakatifu yale wanayotegemea majibu kutoka kwao, wachukue Bwana Mtakatifu hatua nyingine. Na Bwana Mtakatifu, nafungua siku yao katika jina la Yesu, kwamba Bwana uliye juu mbinguni, neema yako itakutana nao, na Bwana utawapa majibu kwa ajili ya maisha yao. Tazama Bwana uliye juu mbinguni, leo umetutafakarisha si juu ya hatua zetu tu, lakini juu ya mustakabali mzima wa maisha yetu. Bwana, sisi ni wanadamu, tuna mipaka, tuna limitations. Tunakaa wakati mwingi tunasoma, na wakati mwingine tunafika mahali hatuelewi, lakini tujalie neema yako Bwana asubuhi ya leo tunapotafakari katika somo hili. Bwana uliye juu mbinguni, tuweze kuamini kwamba wewe unajishughulisha sana na mambo yetu, ili katika hatua zetu tunazopiga tuweze kuona sio hatua tu, lakini njia yetu. Bwana, watu wako wana ndoto kama Yusufu. Watu wako wana maono Bwana kwa maisha yao. Watu wako wana matamanio Bwana uliye juu mbinguni ya kuona mambo yao yakifunguka. Bwana uliye juu mbinguni, tunajua kwamba ingawa tunakwenda hatua kwa hatua, lakini unapoangazia fahamu zetu na akili zetu kutuonyesha njia iliyo mbele yetu, tunapata moyo, tunapata Bwana Mtakatifu hakika, tunapata amani na utulivu Bwana, kwa sababu tunajua kule tunakokwenda. Basi Bwana, asubuhi ya leo, kwa wale ambao Bwana hata hawajai kuwaza juu ya mustakabali wao, wape neema Bwana waanze kufikiri hivyo, wakuombe wewe, wasikilize sauti ya Roho yako Mtakatifu, ili Bwana waongoze na kuwaonyesha njia wanayoiendea. Asante kwa sababu Bwana uliye juu mbinguni, tunajua ya kwamba population kubwa Bwana katika nchi yetu, hata katika kanisa, ni vijana. Ninawaombea Bwana vijana kwa jinsi ya tofauti kabisa, kwamba Bwana hawa ndio tumaini la kanisa, hawa ndio tumaini la familia zao, hawa ndio tumaini Bwana Mtakatifu la nchi yetu. Bwana, washike vijana. Siku za leo kuna mashinikizo mengi, na kwa hiyo Bwana, yanapofusha na watu kama haoni njia yao sawasawa, wanafika mahali pa kukata tamaa, kwa sababu hatua zao wanazopiga wanaona Bwana kama ni chache, wanakwenda mwendo wa pole mno. Wafundishe Bwana kusubiri, lakini waonyeshe Bwana njia zao, kama vijana ambao waliishi katika nyakati za Biblia, wakina Yeremia, wakina Daudi, wakina Yusufu, na Bwana wakatenda mambo makubwa katika kizazi chao. Bwana, ninawaombea vijana wa kanisa na vijana wa taifa hili, kwamba uwape moyo Bwana wa hekima, uwape Mungu moyo wa kupenda na kufuata wewe, ili Bwana Mtakatifu waweze kuona njia zao na mioyo yao iweze kuwa na amani. Asante kwa ajili ya wale wanaofanya shughuli mbalimbali. Asubuhi ya leo nazungumza na watu ambao wanafanya biashara zao, wengine Bwana wamejiinvolve, Bwana umewabariki, hata labda wana viwanda vyao na biashara zao kubwa. Na Mungu uliye juu mbinguni, kitu kinapokuwa na majaribu yake yanakuwa, basi wajalie Bwana Mtakatifu kuweza kuona wakipiga hatua za uhakika. Wafungulie Bwana malango, ili Mungu waone opportunities kubwa zaidi, na Bwana uliye juu mbinguni waweze kuona hekima ya kuweza kuzifuata, kuziaccess. Lakini zaidi sana uwafundishe, ninakuomba, kwamba maisha sio maisha tu kama hivyo yanajitegemea, kwamba Bwana unayo njia kwa ajili ya maisha yao, unayo njia kwa ajili ya maisha ya kila mmoja, ili katika kufanikiwa kwao na katika kupambana kwao wajue wao ni watu wa kusudi lako, na kwamba Bwana Mtakatifu, baada ya mambo yote wajue na watafute kujua njia yao, kwamba wewe umewaweka waweze kuwa watu wa namna gani, ili wakaishi katika maono hayo, ili wakatembee katika njia hiyo unayowaangazia. Yusufu anasema pale mwishoni anapokutana na ndugu zake kwamba ilikuwa sio ninyi mlioniuza, ilikuwa pamoja na roho zenu mbaya, lakini ilikuwa ni mpango wa Mungu, kwamba Bwana ulimtanguliza ili ahifadhi
uhai, ili ahifadhi maisha sio ya Wamisri peke yake, lakini ya dunia ya wakati ule. Kwa miaka ile 7 iliyokuwa na shida, mtu wako Bwana aliyekuwa na Roho wako alisimama akawa ukombozi. Na vijana wetu wa leo Bwana, wakiona njia zao na Bwana wakitulia pamoja na wewe, watakuwa ni faida kubwa kwa kizazi hiki. Ninawaombea Baba yetu na Mungu wetu, neema yako iliyo pamoja nasi itembee pamoja nasi siku yetu ya leo, na itembee na kila mmoja Bwana anayenisikiliza katika njia yake yote, ili makusudi yako katika maisha ya kila mmoja wetu yakaweze kutimia. Nimeomba hayo katika jina kuu la Bwana na Mwokozi wa ulimwengu Yesu Kristo, amen. Sasa kwa dakika hizi zilizosalia, niombe twende pamoja katika kukuombea. Unahitaji fulani, Mungu analijua na Bwana atakupa. Kama vile tulivyoona, yeye anaangalia njia zetu, yeye pia anashughulika na mambo yetu. Tuombe. Baba mtakatifu, nakuja mbele zako sasa pamoja na wale wote ambao ni wadhaifu na asubuhi ya leo wamelisikia neno lako, na Bwana wanatamani kuona mkono wako katika afya zao. Katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, ninatamka Bwana uliye juu mbinguni, ninatamka uponyaji mkamilifu. Natamka Bwana muujiza katika miili yao. Pokea katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Pokea na uwe mzima katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Baba, asante kwa ajili ya neema yako na ukuu wako. Asante kwa ajili Bwana ya kujitukuza katika miili yao na maisha yao. Na Bwana, kuna wengine wana mahitaji mengine mbalimbali, na waleta mbele zako pia. Kutana na hitaji la kila mmoja wao. Kutani Bwana na mahitaji yetu siku ya leo. Na Bwana, tunapotembea katika njia hii, basi kwa sababu wewe ndiwe Mungu wetu, basi Bwana mtakatifu, tunakabidhi mambo yetu yote. Wafanikishe watu wako katika jina kuu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, amen. Mpendwa mtazamaji wa Zoe Television, tunafika mwisho wa kipindi chetu asubuhi ya leo. Na napoondoka nikukumbushe, mimi ni mchungaji Injinia Ray Sengenge wa kanisa la TAG Dar es Salaam International Church. Tuko maeneo ya Keko, karibu kabisa na barabara ya Nyerere, mstakabali na mall kubwa pale mjini inayoitwa Mkuki House. Na karibu sana wakati wowote, na naamini namba zangu zinapita kwenye screen. Kama unahitaji ushauri au maombi, niko tayari kukuhudumia. Nikutakie siku njema ya baraka za Bwana katika jina la Yesu, amen.